Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe milele zote. Katika siku ya leo tukaangalie somo pendwa, somo nyeti sana ambalo limebeba siri kubwa ya ufalme wa mbinguni. Somo la leo linasema usiogope, amini tu. Usiogope, amini tu. Limejengwa kwenye kitabu cha Marko 5. Kabla ya kuanza somo letu, tufumbe macho tuweze kuomba. Asante Bwana kwa neema hii. Tunakusihi Bwana ukatufunulie maandiko yako ili tuweze kuyaelewa. Nimeomba kwa kuamini kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Usiogope, amini tu. Hii ni kauli ya Yesu ambayo alimwambia yule mkuu wa sinagogi. Hebu tukaangalie kwa nini Yesu alimwambia hivi. Nini ambacho kilisababisha mpaka Yesu akamwambia mkuu wa sinagogi ya kwamba usiogope, amini tu. Je, kuna wakati mkuu wa sinagogi aliogopa? Na ni nini ambacho kilimfanya aogope? Maana tunajua Yesu anaona ndani na nje. Kwa hiyo kitendo cha kumwambia yule mkuu wa sinagogi ya kwamba usiogope, amini tu, inamaanisha Yesu alikuwa ameona uoga ndani ya yule mkuu wa sinagogi. Kipindi Yesu amevuka bahari, alikuwa kando ya bahari. Biblia inasema akaja mtu mmoja katika wakuu wa sinagogi, jina lake Yairo. Mkuu wa sinagogi, hata alipomwona akaanguka miguuni pake, akamsihi sana akisema, binti yangu mdogo yu katika kufa, na kuomba uje uweke mkono wako juu yake apate kupona na kuishi. Yairo alikuwa mkuu wa sinagogi. Unapoongelea mkuu wa sinagogi, walikuwa ni watu ambao wanaheshimika sana. Lakini maandiko yanasema Yairo alipomwona Yesu alianguka akasujudu miguuni pake. Hii inaonyesha unyenyekevu. Katika maombi yako, kitu ambacho kitakufanya uwahi kujibiwa maombi yako ni unyenyekevu. Yairo anaonyesha unyenyekevu mkubwa sana. Anatupa cheo chake, ananyenyekea miguuni pa Yesu. Kisha anamweleza shida yake, anamwambia kwamba mtoto wangu yu katika hali ya kufa. Kwa hiyo changamoto ya Yairo ni kuhusu habari za ugonjwa wa mtoto wake. Yairo anamwelezea Yesu haja yake, kisha anamwambia, naomba na kuomba uje uweke mkono wako juu yake apate kupona. Hii ni imani ya Yairo. Imani ya Yairo, anaamini kwamba Yesu akiweka mkono juu ya mtoto wake atapata kupona. Imani ya Yairo. Yairo anaonyesha imani yake. Na katika Biblia kuna kisa kimoja pia cha akida. Huyu akida alimwambia Yesu ya kwamba sema neno moja tu na mtumishi wako atapona.
Kwa hiyo imani ya akida ilikuwa sio mpaka Yesu aende, ila aseme neno tu. Ndio maana Yesu akasema, sijawahi kuona mtu mwenye imani kubwa kiasi hiki. Lakini imani ya Yairo ilikuwa mpaka Yesu aende akaweke mkono juu ya mtoto wake. Tunatofautiana viwango vya imani. Kuna wengine imani zao ni mpaka mtumishi wa Mungu aweke mkono juu yao ndipo apate amani. Hiyo ni imani ya Yairo. Basi Yesu akamsikiliza Yairo. Walipokuwa katika kuondoka, kuna kisa kilijitokeza katikati. Hiki ni kisa cha yule mwanamke ambaye alikuwa anatokwa na damu miaka 12, ambaye aliligusa pindo la Yesu na akapona. Kwa hiyo walipokuwa wakielekea njiani, kisa kama hiki kilitokea. Kwa hiyo kukawa kuna kuchelewa. Basi baada ya tukio lile la yule mwanamke aliyekuwa akitokwa na damu miaka 12 kupita, wakaja watu kutoka nyumbani kwa Yairo. Wakamwambia, wewe kwa nini unamsumbua mwalimu? Mtoto ameisha kufa. Taarifa hii ikawa nzito masikioni mwa Yairo. Ikawa nzito na ikamtia hofu na ikamtia uoga sana. Mara ngapi umeletewa taarifa mbaya? Mara ngapi umepata taarifa mbaya juu ya jambo fulani, juu ya biashara yako, juu ya familia yako? Je, ulichukua hatua gani? Kwa hiyo wale watu wa nyumbani kwa Yairo wakamletea taarifa, wakamwambia, mwanao amesha kufa. Kwa nini unazidi kumsumbua tu mwalimu? Yaani kana kwamba Yesu hawezi kumfufua mwanao hawezi kufufuka tena. Kwa nini unamsumbua hivyo mwalimu? Biblia inasema Yesu alivyosikia maneno hayo akamwambia Yairo, usiogope, amini tu. Kwa hiyo kumbe chanzo cha Yesu kumwambia Yairo usiogope, amini tu kilitokana na maneno ambayo Yairo aliambiwa na jamaa zake kuhusu mtoto wake. Yesu akamwambia usiogope, amini tu. Katika maisha yako jifunze jambo kubwa la muhimu. Yaweza kuwa wanadamu wamezungumza maneno hasi, maneno ya kukatisha tamaa juu ya tatizo lako. Yaweza kuwa wanadamu wamezungumza maneno ambayo yanaweza yakakuona kabisa hapa hakuna kitakachotokea. Yaweza kuwa wanadamu wamezungumza maneno ambayo kweli yamekuvunja moyo kuhusu biashara yako, kuhusu lile wazo la kuanzisha biashara. Yaweza kuwa wanadamu wamekuvunja moyo. Wenda wamekwambia biashara yako haitaendelea, masomo yako ndio yameishia hapa. Wenda umeambiwa hivyo. Ni kama Yairo alivyoambiwa na watu wa nyumbani kwake ya kwamba mtoto amekwisha kufa. Na tunajua Yairo alipoenda kwa Yesu, mtoto wake alikuwa na hali mahututi, lakini alikuwa bado hajafa. Lakini katika kuchelewa njiani, ndipo mtoto akafa. Ndugu yangu, Yesu hajawahi kuchelewa, ila ni kwa kusudi maalum.
Yesu anasibilia ule wakati ambapo wote wanasema hiki hakiwezekani. Ndipo Yesu anakuja muda kama huo. Watu ambapo wamesema kabisa wewe huwezi kabisa kupata mtoto, ndipo uwezo wa Yesu unazilika mahali hapo. Kwa hiyo usiogope. Kuna wakati kabisa watu watasema wewe huwezi kufika mbali, ndipo nguvu za Yesu huzilika mahali hapo. Kwa hiyo ikiwa unatembea na Yesu, ikiwa unamwamini Yesu, umemuomba Yesu, amini amesikia. Tembea naye, tembea naye, tembea naye, amini amesikia. Na tatizo lako atalitatua kwa wakati sahihi. Yesu akamwambia usiogope, amini tu. Leo Yesu anakuambia usiogope, amini tu. Ikiwa una wazo la kuanzisha biashara na umemuomba Bwana na Bwana amesikia, huenda unapoanza kuanza biashara yako kuna watu watazungumza maneno fulani. Watakwambia huwezi, watakwambia utapata hasara, watakwambia maneno haya na haya. Yesu anakuambia amini tu, zidi kusonga mbele. Ukisikiliza neno la binadamu ni la binadamu tu. Binadamu ana ukomo. Hata maneno yake yana ukomo. Lakini neno la Bwana ni neno lenye mamlaka. Ni neno ambalo lina nguvu. Ni neno ambalo linapita ufahamu wa mwanadamu. Hiyo ndio nguvu ya neno la Bwana. Pale ambapo wanadamu wamesema huwezi, Mungu anasema unaweza. Kwa hiyo yaweza kuwa katika maisha yako watu wamekuambia maneno maovu. Usiogope. Amini tu. Endelea kusonga mbele. Endelea kuomba. Usiache kuomba. Endelea kuomba. Songa mbele. Msikilize Yesu, songa mbele. Utafanikiwa. Yesu atakuvusha. Kama alivyomfufua mtoto wa Yairo, ndivyo atakavyoyafufua mambo yako ambayo yanaonekana kuwa yamekufa. Huenda kuna tabia imekushikilia kwenye maisha yako. Watu wanasema huwezi kubadilika. Lakini muamini Yesu. Muombe Yesu kama Yairo alivyomwendea Yesu. Mwendee Yesu, mueleze sumbuko lako, mueleze shida yako kama Yairo alivyomweleza Yesu sumbuko lake. Nawe mueleze, atakusikia na atakusaidia. Huyu ndiye Yesu. Hakuna ambaye alimwendea Yesu na Yesu akakataa. Nenda kwa Yesu kwa imani. Unapoomba amini Yesu amekusikia. Yairo akazidi kusonga mbele. Na hapa tunajifunza kitu kimoja. Katika jambo hili la kwenda kumfufua mtoto wa Yairo, Yesu aliwaita wanafunzi watatu ambao walikuwa ni Petro, Yakobo na Yohana nduguye Yakobo. Watatu tu. Watatu. Maana jambo lilikuwa halihitaji watu wengi. Huenda wengine walikuwa wanauoga ndani yao. Akachagua watu watatu. Kuna mambo katika maisha yako, unapoona jambo ni zito, sio mpaka ushirikishe ukoo mzima. Tafuta watu wa karibu ambao unawaamini wana vifua vya kutunza. Yesu akachukua watu watatu ambao aliona kabisa hawa karakta yao ni nzuri. Aliona hawa wanafaa niende nao. Nimejifunza hekima hii kutoka kwa Yesu. Jifunze hekima kutoka kwa Yesu. Kwa hiyo Yesu alienda kwa Yairo,
Alipofika akakuta watu wanaomboleza, wanapiga ghasia. Akawaambia, mbona mnaomboleza na kupiga ghasia? Manake walikuwa wanalia sana, wanalia kupita kiasi. Yesu akawaambia, mtoto hakufa, bali mtoto alikuwa amelala. Mtoto amelala tu. Wakamcheka. Siku zote katika maisha yako, unapojaribu kushare mambo ya imani kwa watu, lazima wakuone kama vile umewehuka. Wengi huwa wanacheka. Unapoanza kushare mambo yako ya imani, we ni mashahidi, wengi wanaweza kucheka. Unaweza ukasimama sehemu ukasema, mimi nitajenga ghorofa, lakini wengine wakacheka kwa sababu ya hali yako ulionayo. Kwa hiyo usiogope, amini tu ya kwamba Mungu atakuvusha. Tamka imani, muamini Bwana. Basi somo la leo linaishia hapa. Mungu awabariki sana wote mliosikiliza. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba kwa kuamini. Amina.